ITV imefika Ifakara, kitongoji cha Kapolo, nyumbani kwa marehemu Zakaria Malika, na kukutana na umati mkubwa wa watu waliofika kwa ajili ya msiba huu ambao umekuwa ni wa kushtua, na ni tukio ambalo viongozi wanadai halijawahi kutokea la mauaji ya kikatili kwa aina hii. Na hapa nazungumza na baadhi ya viongozi na wananchi waliofika kuhudhuria msiba huu. Safari ya kila mmoja wetu mnamo siku ya jana kuamkia leo tumekuwa na msiba mzito ambaye mzee wetu alipatwa na tukio la kukatwa na silaha yenye ncha kali. Tulipata taarifa mnamo saa 2:30 usiku hapa kwenye eneo lake. Tukaja kwenye tukio tukakuta tayari waliofanya uhalifu wamekwisha ondoka. Maeneo ya kichwa, nyuma ya kichwa kuna jeraha kubwa ambacho silaha yenye ncha kali ilipita maeneo na kwenye mkono. Kwa taarifa tulizo nazo zaidi ni yeye, lakini mke wake aliguswa kidogo katika harakati za kujiokoa. Kuna ncha kali ilimgusa kwenye mkono. Kwanza ni kutoa taarifa kwa majirani zetu, lakini pia tulijaribu kuomba nguvu za kiusalama kutoka jeshi la polisi na hatimaye wakaja. Basi tukaanza shughuli za kupeleka mwili mochwari kwa maandalizi mengine. Walikuwa ni zaidi ya watu wawili. Hatukuweza kuwatambua kwa sababu hatukuwakuta. Mnamo jana saa 2:30 usiku nilipigiwa simu na mwenyekiti wangu, mwenyekiti wa kijiji, akaniambia kuna tukio nilipata taarifa pale kwa mzee Zakaria limetokea. Kuna watu wanaonekana wamejeruhiwa. Nimetoka nyumbani haraka nimefika hapa. Kwa bahati nimefika hapa kuna askari fulani tulikuwa naye ambaye anaishi katika maeneo jirani na yenyewe, na nilimkuta. Waingia ndani tukakuta mlango wa nyuma umevunjwa na yule mzee na ndio amekatwa mapanga yuko chini pale. Basi tukaanza kuuliza kwamba kuna kitu gani kimechukuliwa. Walitaja kama ni mafaili tu ambayo wamechukua kwa kipindi hicho hapo. Kutoka hapo na afisa upelelezi na tukawa nayo, basi jeshi la polisi na walikao walimefika pale, basi tukawa tunashughulikia namna ya kumstiri marehemu. Sio taarifa nzuri kwa sababu si utamaduni wetu na ni hali ambayo ngeni katika mazingira ya kata yetu. Matukio ya namna hii sisi kwetu hatuna. Kwa hiyo cha kwanza tumeogopa kupatikana kwa matukio ya kigeni kama haya ya kikatili yenye picha mbaya na taswira mbaya kwenye jamii. Lakini kiuhalisia tumepokea vibaya. Taarifa imetuumiza kwa sababu aliyeondoka ni mtumishi wetu wa halmashauri ya Ifakara, lakini pia ni mwananchi wa kata ya Kibaoni. Ni mtu ambaye tumeshirikiana naye kwenye majambo mengi ya kijamii. Ni mtu mzuri, mtu ambaye anapendeza kwenye jamii, hana shida. Lakini kila mtu anaeleza namna ilivyokuwa. Tukio limetokea siku ya jana katikati ya muda wa mechi ya fainali ya kombe la dunia. Na mimi nilipokea taarifa kama saa 6 usiku. Kwangu mimi nilichelewa sana kupokea taarifa hiyo. Nilipiga simu na polisi kata wangu akanipa taarifa na ripoti ambayo inayoendelea. Lakini mambo mengine yote kuhusiana na jinsi ilipokuwa, tuache jeshi la polisi wenyewe wanaweza wakaja na ripoti maalum kwa sababu ndio vyombo ambao wanafanya uchunguzi zaidi katika jambo hili. Hapa ndipo eneo ulipokuwa mlango wa nyuma katika nyumba hii ya Bwana Zakaria Malika, ambayo watu wasiojulikana wamevunja na kuingia ndani na kumuua baba wa familia hii, huku mkewe akiwa amejeruhiwa eneo la mkono na watu wengine wakishuhudia unyama huu uliofanyika. Kutoka katika kitongoji hichi cha Kapolo, kijiji cha Kikwawila, wilayani Kilombero, mkoani Morogoro, Ida Mushi, ITV.